Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Ukiona mtumishi yoyote kwenye Biblia aliweza jambo, fuatilia historia yake, utaambiwa ni neema. Hawaelezi sifa zake kubwa, elimu yake kubwa, wala Biblia. Unamwona mtu mwenye elimu kubwa sana, ila neema ilimbeba. Yusufu, neema ilimbeba. Neema ni kipawa cha Mungu alichoweka ndani yako. Alikuwa na uwezo wa kutafsiri ndoto, ndio neema yake ilipokaa. Yusufu alikuwa sio mwana maombi. Yusufu alikuwa na kipawa cha kutafsiri, ndipo neema yake ilipokaa. Kwenye ndoto uchomoi. Anakueleza chochote mpaka kajani. Anakuuliza tukuona majani mangapi? 7. Majani 7 maana yake ni neema aliyokuwa nayo. Daudi alikuwa na neema ya nini? Ya uimbaji na ufalme, ya kuwa kiongozi. Ratopeta. Na kuna watu niliambiwa juu ya kanisa sasa wana upako wa uongozi, lakini wameuawa kwenye mifumo. Niliambiwa kuna watu wengi wanakufa hawajatimiza uongozi, wana kalama za uongozi, lakini hazijawaipata njia. Mungu atakuja kunipa neema huko mbeleni, atakuja kuwapa sifa za mtu kuwa kiongozi, na kila adui ambapo amefunga kalama ya uongozi tutakuwa tunaifungua. Ulikusudia kuwa waziri mkuu, uende kwa jina la Yesu aliye hai. Ulikusudia, unenda. Kwa sababu kuna nyakati zingine elimu na mapokezi vimetupoteza. Mtu wa Mungu ulisini kuwa kiongozi, kwa sababu uongozi ni siasa. Kwa tuongoze na wapagani. Tuongoze na wapagani. Ndio haya sasa. Mmeona kuongoza na wapagani. Damu za watu ngapi zimemwagika pasiporo? Umechinja watu. Samahani kama uko mpelelezi hapa. Ndio kesi karibu mwenyewe. Nenda kuruka. Si mnanielewa watu wa Mungu? Amina. Lakini kuna watu wengi wako na vipawa makanisani, wamefundishwa kwamba uongozi ni dhambi. Hata upumbavu na mafundisho hayo yasio na akili wewe. Sio kila mtu Mungu alikuita kwa ujinga wake. Wengine wameitwa na elimu zao. Serikali ya mwanzo ilikuwa inateuliwa kutoka kwenye watu wa Mungu wa madhabahu. Ilienda bila matatizo. Tulipokuja waamuzi ndio ilianza kuleta shida. Wanatuongoza wapagani. Na tangu wameanza kuongoza upagani, kaangalia Nigeria, Wakristo wanapochinjwa. Upatizo habari, wanachinjwa leo. Makanisa yanachoma moto na watu washirika wanakuja huko napigwa kiberiti. Wote nateketea. Kuongozwa na nani? Na wapagani. Kwa nini? Kwa sababu Wakristo wameambiwa eti kwa viongozi ni dhambi, siasa ni dhambi. Kwani siasa ni nini? Kwani paka uongee uongo ndio upate kibali? Siongea ukweli na uongoze watu katika ukweli, ili nchi iwe ya ukweli. Amina. Kwa hiyo kuna watu kwenye kalama kanisa wanaambia huko ni dhambi, huko hatukufu. Kaambie wajinga wasiwa ambao bado hujawazaa. Yesu anaujua mwanzo wa Biblia mpaka leo. Huwezi kutudanganya ujinga. Na tunahitaji watu wenye hofu ya Mungu. Watu waongoze kwenye taifa. Ili taifa linyoke. Haliwezi mimi nasikia watu wangu wanaitwa jina langu, watanyenyekea na nini naponya nchi yao. Amen. Ikisimama ikiongozwa na mtu mwenye hofu ya Mungu, hawezi kutokea matukio ya ajabu. Kuwa watu ni hatia, unaleta hatia kwenye ardhi. Laana inaingia kwenye ardhi. Vizazi vinalaaniwa. Mungu anaiacha hiyo nchi. Maana tuna kazi kubwa ya kuitakasa nchi. Ukweli ndio huo. Shida nini? Kuna mafundisho fulani ya mapokezi ya uongo juu ya kanisa na sasa. Juu ya kanisa na sasa. Tunahitaji uvuvio na uamsho wa Roho Mtakatifu. Uongozi ni kama ametokayo kwa nani? Kwa Mungu. Utaanzia kuwa kiongozi kwenye familia. Nilikwambia kuna watu hapa watakuwa viongozi, wakombozi kwenye familia. Hawatafanya vikao bila nyie. Na Mungu atakupa heshima hivyo hivyo ulivyo. Acha wakusalau leo. Amina. I tell you, wanakusalau kwa sababu kuna majira unayosubiri. Utafika wakati wanaokusalau watakuheshimu tu. Watakuheshimu tu. Wapende wasipende watakuheshimu. Hivyo hivyo ulivyo. Watakuheshimu. Ngazi za familia, ngazi za taifa, ngazi za kimataifa. Wapo watu wana kalama za uongozi. Kwa Daudi alikuwa ni mtu mmoja wapo mwenye kalama ya uongozi na ufalme. Na kingine alikuwa ni mtu ana kipawa cha uimbaji.
akiimba pepo linachomoka.